Ndugu yangu katika imani, mwanadamu asipoijua thamani yake yeye mwenyewe, atambue kwamba anajidhalilisha yeye mwenyewe. Mara nyingi thamani ya mtu huja kwa kuitengeneza mtu yeye mwenyewe. Allah tabaraka wa taala amemjaalia mwanadamu ni kiumbe mtukufu, walaqad karramna bani adam, lakini akaufanya utukufu ule ni utukufu endelevu. Akamfundisha kupitia vitabu autambue utukufu wake. Hakutosheka, akamletea mitume na manabii mbalimbali, lakini akamwambia mwanadamu huyo, hatukuadhibu mpaka tukuletee mitume na wajumbe. Mwanadamu akiujua utukufu wake, itakuwa ni chachu ya kufika sehemu nzuri sana, hususan kumtambua Allah tabaraka wa taala vile ipasavyo. Wengi tunakosea mfumo wa maisha kwa kutoelewa thamani yetu. Kwa mfano, tuna wasomi wengi sana Tanzania, wasomi wa dini, ni watu ambao tegemezi, lakini wengi wao wamekuwa hawazijui thamani zao. Inapelekea kuishi maisha ambayo hata yule asiyekuwa msomi akimuona huyo ambaye tunamwita msomi anamwita jahil. Ni kwa sababu tu ya kuishi maisha ambayo mtu hakuijua thamani yake. Mwanadamu ni kiumbe mtukufu sana, bali ukitaka utambue utukufu wa mwanadamu na thamani ya mwanadamu, fungua kitabu kinachoitwa Sharafu Ummatil Muhammadiyya. Utaelewa mwanadamu ni nani. Allah tabaraka wa taala alivyomuumba mwanadamu, alimfanya kuwa ndo kiongozi wa ardhi, khalifa wa ardhi. Hapa kuna funzo kubwa sana. Mtu kiongozi ambaye anaiongoza ardhi, basi Mwenyezi Mungu kuna vitu vingi sana ambavyo amemjalia mwanadamu huyo mpaka akaona huyu anastahili kuwa kiongozi. Lakini leo hii tumefika mahala ambapo watu wengi thamani yetu hatuijui, mpaka imefika hatua mwanadamu kafika mbali zaidi. Imefika hatua wapo wanadamu katika wale watu ambao tunasema hawajielewi, wanadiriki kusema bora nikawe dogi wa Ulaya kuliko kuwa raia wa Tanzania. Yaani mtu anaona, akili yake imekwenda mbali, anaona bora akawe mbwa Ulaya, ale chapati za Ulaya, ale ubwabwa wa Ulaya, ale baga ya Ulaya, kuliko kuwa raia huru Tanzania. Huyu ni muflis. Hizi ni akili za kijinga, ni akili ambazo siku zote mtu kama hakuijua thamani ya kitu hukidharau. Almar'u aduwwu lima jahila. Ndugu yangu katika imani, ili mradi tukuhesabu wewe ni katika watu ambao wanaithamini thamani ya wanadamu, basi lazima ujithamini kwanza wewe mwenyewe, na hapo ndo kinapatikana kitu kujitambua. Kujitambua ni kujua wewe ni nani, unatoka wapi, unakwenda wapi. Lakini kujua talenti yako, ni mahiri katika kitu gani. Alafu baada ya hapo utambue madhaifu yako na mapungufu yako, kwa sababu we ni mwanadamu na kila mwanadamu ana makosa. Ndugu yangu katika imani, nikwambie kitu muhimu sana ambacho leo kitakuja
kitakufanya ufaidike na kitakusaidia katika maisha yako kama utakifuata. Fuatilia sana vipindi vyetu ili mradi uijue thamani yako. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.